Kwa majina anaitwa Dr. Ruth Msola, ni mdau kutoka PMI Evolve. Ni mradi ambao unafadhiliwa na watu wa Marekani. Tunafanya kazi na Wizara ya Afya pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na mimi ni msimamizi wa zoezi la ugawaji wa vyandarua, ugawaji na usambazaji wa vyandarua. Tanganyika ndio tuna kaya nyingi, lakini pia tuna population kubwa. Kwa hiyo tusipofanya vizuri sisi wajasiri hata mkoa utakuwa unafanya vizuri. Kwa hiyo tutajibeba, lakini pia nimeona bado tunazo limited resources, hasa upande wa ufuatiliaji. Kwa mapendekezo ya wizara pamoja na mdau, iko haja ya kuwa makini katika zoezi letu ili tuhakikishe ufanisi unapatikana. Na sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zoezi linafanikiwa, tufahamishane mapema. Nashukuru sana. Zoezi hili ambalo Mheshimiwa Rais amelisimamia na kuliratibu, sisi wote hapa tunamsaidia ile kazi. Tukamsaidie kikamilifu na kwa moyo kujitolea ili tuweze kumaliza. Lakini tuombe wananchi wote ndani ya wilaya ya Tanganyika, kila mmoja anaposikia na kuitwa kwenda kujiandikisha akajiandikishe. Vyandarua hivi ni sehemu mojawapo ya kupelekea watoto wadogo, watu wazima, mama wajawazito wasipate na malaria. Na kama hujapata na malaria, maana yake umejikinga na umeokoa fedha ambazo umetumia kwenye matibabu. Na niambia alipewa mpaka na chupa za maji kama 8 hivi. Nilimwambia wazitunze wakati wote wanatakiwa rudi kule tena hospitali. Kwa hiyo ninaona kwamba malaria ni adui mkubwa, lazima tupambane naye. Na mapambano yanaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Eneo la pili ambalo mtaangalia kama timu ni ile kupulizia kwenye maeneo ya mazalia. Haya mapambano haya nadhani dawa zipo, zimekwisha kufika, nazo ziratibiwe. Kwenye siku 28 ambazo tunakwenda nazo, tugawe neti, lakini pia tupulize dawa, ili kwanza tuwapunguze mbu, ili wanaosalia na wakapata bahati ya kwenda kwenye nyumba za wananchi wakute kule nako kuna neti. Kwa mapambano yetu atakuwa ametimia na tutakuwa tumeokoa afya na maisha ya wananchi wetu. Tunayo misitu mingi, tunayo miti mingi, tunayo mito mingi, tunayo mabwawa mengi, madimbu mengi, na kwa mantikio ndio maana mazalia mbu bado yapo. Kwa hiyo tutazame hilo nalo pia, tuende kama timu tukafanya hiyo kazi. Wito wangu wananchi wajitokeze, na asiwepo hata mmoja wa kuweka ile kupotosha. Wapo wanaweza kupotosha kwamba kipewa vile vyandarua vinapunguza nguvu za kiume, si nguvu za kike. Hakuna kitu kama hicho, tunazitumia. Na mimi ni mwanakaya, si nitapata na mimi jamani? Sikaya himu, kwa na mimi nitakuwa ni mnufaika na wote. Kwa hiyo sasa kusiwepo na elimu potoshaji, na ikibainika, naona vyombo vya usalama mko hapa, ikibainika CD na wengine kwamba kuna mtu amepotosha, mchukueni kwa makosa ya kutangaza uongo na uzushi usio na sababu. Tunatamani kuona kaya zote, takriban kaya 90,000 zinapata vyandarua. Takriban wananchi wote watapata kwa mujibu wa taarifa ambazo tumepewa hapa. Kwa hiyo ninaamini kwamba kupitia kikao hiki na vikao vinavyokuja tutavyohusisha viongozi wengine na wadau wengine, nao watapokea na wataingia kazini, na watendaji wa kata na vijiji watafanya kazi. Kwa hiyo tayari wananchi uwe mkubwa na sisi tayari wetu uwe mkubwa. Kazi na utu. Asante sana. Tunapambana na malaria mpaka kieleweka. Asante sana.